Sasa mzee wa dressing code kwa union anapimwa kuanzia Jumatano, na ofisi yetu inazingatia hiyo. Uongozi wetu union umeweka mkazo kwenye hilo, kwa sababu kuna mahala tumetukana wachungaji kwa appearance yetu tu. Maana mtu anapokutazama tu, first impression yake anajua huyu ni mtu hata kama una madini kiasi gani, itamlazimu ajitafute kwanza kwamba kumbe jamaa bwana yuko rafu, lakini humu kichwani, lakini tayari alisha undervalue. Kwa hiyo tuwatie moyo wachungaji. Imekaa sawa? Mimi na mhazini nitabanana, yani mpaka wachungaji watakuwa na suti za kutosha. Yaani itakuwa nazungukia mlango wa nyuma, ninakuja mlango wa mbele. This time najua tumechelewa kwa sababu ya setting ya mikutano yetu, lakini tukitoka hapa tunaenda kukaa kikao kipya. Mzee, watu wavae kwa ajili ya utume. Ni kwa ajili ya utume. Bwana wabariki sana. Jamani, Bwana wabariki. Karibuni katika mikutano yetu ya watumishi mahali hapa. Ninaamini Bwana anatamani tukae tutathimini kazi. Neema yake tufunike tunapokwenda kusikiliza ujumbe wa nyimbo na baadaye ujumbe wa neno la Bwana jioni ya leo. Karibuni warithi. Kwa sababu umeyaponya majeraha yangu, kwa sababu umeahidi utanibadili, na kwa sababu mwili huu ni hekalu lako, nia yangu iko wazi mbele zako, nibadili. Nibadilishe, nia yangu ni kuishi nawe, Mwokozi wangu, rafiki mkuu. Nia yangu ni kukuabudu, nibadilishe. Kwa sababu umenitoa utumwa wa dhambi, kwa sababu ulikufa kwa ajili yangu, na kwa sababu umeniweka chini ya mbawa zako, nitumie, nikutumikie, nia yangu ni kuishi nawe, Mwokozi wangu, rafiki mkuu. Nia yangu ni kukuabudu, nibadilishe, nibadilishe. Kwa sababu marafiki walipokimbia, ulibaki kando yangu, unioneshe njia. Kwa sababu wewe tu
niishi nawe. Mpendwa katibu wetu mkuu Pastor Mashauri Bahini, mpendwa mhazini na mhazini mwenza, wapendwa wakurugenzi wote kutoka makao makuu ya conference yetu ya Mara, wapendwa wachungaji wetu kutoka katika taasisi na mitaa yote 47 inayounda conference yetu ya Mara, wapendwa wakuu wa shule zote zinazounda conference hii ya Mara, wapendwa watumishi mliotoka makao makuu ya ofisi zetu za conference ya Mara, wote kwa ujumla wenu, wapendwa warithi wa ufalme wa mbinguni ambao punde mmetukuza Mungu hapa, wana na binti za Mungu, ni wasalimie kwa salamu za utume za Mara Conference. Mara Conference. Mara Conference. Mara Conference. Bwana wabariki sana. Kwa kweli kama wana Mara tumechagua kumfanya Mungu kuwa nguvu yetu. Awali ya yote chukue nafasi hii kwanza kushukuru sana ofisi ya katibu wetu mkuu pamoja na masekretari wote kwa maandalizi makubwa na mazuri ya mikutano hii ya watendakazi wa conference yetu ya Mara. Lakini si maandalizi hayo tu, mtafurahi kusikia kwamba wamekuwa pia wakifanya maandalizi ya mikutano inayounganisha conference yetu na fields mbili ambazo tayari zitakuwa hapa. Wamefanya kazi kubwa sana, na hivyo nichukue nafasi hii katibu kusajili shukrani zetu katika ofisi yako. Aidha nishukuru sana wakurugenzi wetu ambao walikuwa bega kwa bega kukusaidia katika maandalizi haya. Wamekuwa na mikutano mingi, vikao vingi, safari nyingi za kuja hapa na kurudi, ushauri mwingi ili kufanya mikutano hii. Bwana awabariki sana. Natambua wengine mlifika tangu jana jioni na mlichelewa sana kulala, lakini leo tunaona matokeo kwa kazi kubwa ambayo Bwana amewatumia kufanya. Niendelee kuwashukuru pia watumishi kutoka ofisini ambao mlijitahidi pia kuwa mkono wa msaada kuona kwamba mikutano hii yote miwili inafanikiwa kwa utukufu wa Mungu wetu. Ruhusu pia nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa ninyi wachungaji wa mitaa ambao ndio watendaji mnaopigana vita kabisa iliyo moto kutoka kule mitaani. Tuwaambie bila ninyi huku juu tusingeweza kufanya jambo lolote. Na hivyo tunatambua kazi yenu kubwa ambao Bwana ameweka juu ya mabega yenu, na hata hivyo tumshukuru Mungu kwamba amewasafirisha salama na mmefika hapa Balili, Bunda. Karibuni na pole na safari. Ninaamini huko mlikotoka, kama tungepata nafasi tungesikia mkiwa na salamu nyingi nyingi ambazo zimekuja kwetu, lakini bado si muda utoshei siku ya leo. Mbaki tu kutulia na kusema Mungu asante maana mmefika salama. Ruhusu pia niwashukuru wakuu wa taasisi zetu ambao pamoja majukumu makubwa ambayo wanayo, nao pia hawakuwa mbali kuona kwamba katika mianzo ya mkutano huu wanashiriki pamoja nasi katika ufunguzi huu. Wote kwa ujumla wenu Bwana azidi kuwabariki. Kama alivyosema katibu wetu mkuu, wale warithi kwa kweli wameonyesha nia ya kujitoa kuweza kuwa sehemu ya kuhudumia mikutano hii. Pamoja na kwamba wana kazi nyingi, lakini wakachagua kwamba watakuwa sehemu ya ufunguzi wa mikutano hii
na kuifanya iweze kuwa hai na kumuita Roho Mtakatifu kupitia nyimbo zao. Bwana awabariki na asante kwa kuendelea kuchagua kumtumikia Mungu wetu. Wapendwa, nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee kutokana na namna ambavyo muda wetu umeenda sana, kufanya ufupisho wa yale ambayo nilitamani angalau niyaseme. Nitajitahidi kufanyia ufupisho kama sehemu tu ya ufunguzi wa mikutano hii ambayo itachukua muda mfupi sana, maana tuna siku 2 tu ambazo tutakaa kama Mara Conference, na baada ya hapo itatulazimu kuweza kuungana na wenzetu kuweza kuisikia sauti ya Mungu kupitia kwa viongozi wetu wa Union. Na hata hivyo nifurahi kuambia kwamba baadhi ya wakurugenzi wetu wa Union watakuwa sasa wameingia katika mji wa Bunda. Naamini wote 8 siku ya leo watakuwa wamefika kwa muda tofauti. Tuwaombee wanapokuwa katika mji huu, Bwana yeye pamoja nao. Viongozi wetu wa Union ya Kaskazini mwa Tanzania nao pia watakuwa wanaingia kesho wakitokea katika jiji la Mwanza, mahali ambapo watakuwa na vikao vya bodi ya hospitali ya Pasiansi siku ya kesho, na mara baada ya kumaliza wataungana pamoja nasi katika mikutano hii. Nitoe wito kuendelea kuombea viongozi hao ili kwamba wafike salama salimini na tushike pamoja nao baraka za mikutano hii muhimu ya kihistoria inayounganisha hizi conference na fields mbili. Maombi yetu yanahitajika sana kipindi hiki. Wapendwa, tunapofungua mikutano hii hapa, mtafurahi pia kusikia kwamba ndugu zetu kutoka Simiyu Riverfield wako pia katika kanisa la Balili wakifungua mikutano yao jioni ya leo. Vivyo hivyo rafiki zetu na watoto wetu wa North Marafield nao pia wako Nyasura wakifungua mikutano yao jioni ya leo. Kwa hiyo tuendelee kuombea mikutano yote mitatu ili Roho wa Mungu atamalaki katikati yetu. Wapendwa wachungaji na watumishi wote kwa ujumla wenu, yalikuwa ni matamanio yetu kwamba saa 9:30 tuweze kufungua mikutano hii, lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu tumechelewa kufanya hivyo. Niwaombe wale wachungaji ambao mmeshafika, basi mumsaidie katibu wetu mkuu kutambua wengine wako wapi, maana vyumba vyote vimelipiwa, na wale ambao watakuwa hajafika leo itawalazimu walipie vyumba hivyo siku ya leo, maana kwa kweli hizo ni fedha za utume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri mkatusaidia ili kama uwezekano upo ijulikane wako wapi, na kama wana matatizo basi tuweze kuungana kuweza kuomba pamoja juu ya matatizo hayo ambayo yamewapata. Niwaalike kwa ufupi sana kuweza kusema neno la Mungu hata kwa ufupi jioni ya leo, chini ya mada ambayo nimechagua inayosema wivu kwa ajili ya Bwana. Wivu kwa ajili ya Bwana. Tuombe. Baba na Mungu wetu, jioni ya leo tena tunakualika katika mianzo ya mikutano hii makini ya sisi na watumishi wanaotajwa kwa jina lako. Tunapokutana hapa jioni ya leo kutathimini na hatimaye kujadili na kushauriana na kisha kupanga kazi kwa ajili ya utukufu wako, tunaomba uwepo wako, ujazo wa Roho wako Mtakatifu uwe katikati yetu. Nami ninaposimama kulisema neno lako jioni hii, nitumie kama upendavyo, na hata kwa neno moja tu lifanye liwe sehemu ya kutusogeza zaidi kuja kwako, kutathimini kazi yetu ya utume, na Baba kufikiria na kudhamiria kuifanya kweledi. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu, amina. Ndugu wafanyakazi katika shamba la Bwana, leo tunakumbushwa, na hatukumbushwi na mchungaji Matongo wala hatukumbushwi na mwenyekiti wa conference. Tunakumbushwa na Mungu wetu wa mbinguni, ambaye kwa hakika huyu ndiye ametuita katika shamba ambalo ni shamba lake mwenyewe. Tunakumbushwa kuwa Mungu hatumii watu wa kawaida tu. Hatumii watu wa kawaida. Hana desturi ya kutumia watu wa kawaida, bali Mungu anatafuta watu wenye wivu. Watu wenye wivu
wivu wa kiroho. Hao ndio Mungu anawatafuta, watu ambao watakuwa na wivu wa kuona mambo hayaendi, watu ambao wataumia wanapoona jina la Bwana limeendelea kudharauliwa, watu ambao wataona kazi ya Mungu inafanyika kwa uzembe na wakawa na wivu kwa namna inayofanyika, wakaumia ndani ya mioyo yao. Hao ndio Mungu anaowatafuta, watu wenye wivu, watu ambao wataumia wanapoona kondoo wanapotea na hakuna yeyote ambaye anaweza akasema rudi, watu ambao wanaumia kuona hawavuki magoli yao ambayo wamepatiwa, wanaumia kutoka rohoni, imekuwaje? Hao ndio Bwana atawatumia katika kazi. Watu ambao wanaumia kuona hakuna mabadiliko yote yanayofanyika, wanaumia rohoni, hao Bwana atawatumia. Wivu huu si wivu wa mwili, wala si wivu wa tamaa yote ile. Huu ni wivu wenye shauku takatifu inayotokana na upendo wa Mungu wetu mwenyewe. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 11 na ule mstari wa 2, na nukuu, yapo maneno ambayo anasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa na aliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Haya ni maneno ya Paulo mwenyewe, sio maneno yangu, ni maneno ya Paulo mwenyewe. Ndiye anayeyasema namna ambavyo anaona wivu kwa ajili ya watu wa Mungu. Paulo alikuwa na uchungu mtakatifu kuona kanisa lisipotee, kanisa lisidanganywe na kuachwa kwenye kweli ya Kristo. Paulo hapa anatumia picha ya ndoa ya Kiyahudi ili kwamba aweze kufikisha ujumbe kwetu. Ametumia neno kuposa, kuandaa bibi harusi kwa ajili ya ndoa. Ndilo Paulo ambaye ametumia neno hili. Mtumishi alikuwa na jukumu la kulinda bibi harusi hadi siku ya harusi. Baada ya kuwa ameposwa, alilindwa, alitunzwa, wakati fulani aliandaliwa mpaka tukio la ndoa liweze kutokea. Sikiliza niwaambie rafiki zangu, watumishi wenzangu, hata kwa ufupi jioni ya leo, sisi kama watumishi shambani mwa Bwana tuna jukumu la kulinda bibi harusi. Tuna jukumu la kulinda bibi harusi. Na kulinda bibi harusi si mwingine, ni kanisa lake. Tuna jukumu wote kama watumishi kulinda bibi harusi, kulinda kanisa lake. Na hatuwezi tukalinda kanisa, bibi harusi huyu, mpaka tuna wivu wa Bwana. Kama hatuna wivu wa Bwana, tutaona mambo yote ni ya kawaida tu. Hatutakuwa na uchungu wa kumlinda bibi harusi ili asichafuliwe, aweze kuwa salama. Sisi watumishi wote tuna wajibu huo wa kuona bibi harusi yuko salama mpaka wakati bwana harusi anapokuja kumtwaa. Na kazi yetu kama watumishi si nyingine, ni kutoa malezi kwa bibi harusi. Ni kuhakikisha kwamba bibi harusi kama anataka mafuta anapewa mafuta, kama anahitaji chakula lishe anapewa lishe, kama anahitaji mavazi bibi harusi anapewa mavazi. Sisi ni waangalizi, sisi ni walinzi wa bibi harusi. Maana tayari huyu bibi harusi ameposwa na Kristo. Na sisi kama watumishi wa Mungu kwa ujumla wetu, bila kujali uko katika nyanja ipi, tuna wajibu wa kumlinda bibi harusi. Wewe sio bwana harusi. Halo, wewe si bwana harusi. Bwana harusi yupo, na huyu si mwingine, ni Kristo mwenyewe. Na huyu ndiye anakuja baadaye, na anatamani kuona sisi waangalizi, walinzi wa bibi harusi, tumemlinda bibi harusi kwa viwango vyovyote vile. Wakati wa mvua tulinde, wakati wa baridi tulinde, kuna jua kali tulinde, kuna upepo tulinde, kuna majungu tulinde, maana huyu yuko tayari kwa ajili ya kusubiri bwana wa harusi. Paulo alitamani siku Kristo anaporudi kanisa liwe kwenye kweli. Na ndio maana Paulo hapa ametumia bikira safi. Bwana Yesu asifiwe. Bikira safi. Anatamani ya kwamba makanisa anayoanzisha mpaka Yesu anapokuja, huyu bibi harusi awe bikira safi.
na anapokuja bwana harusi akute hajachafuliwa. Anatamani kanisa ambayo hajachafuliwa na dhambi na uongo, kanisa ambayo itadumu kuwa na upendo, wameshikamana, wamekuwa timu moja, ambao hawana majungu. Anatamani kanisa liwe bikra safi. Ngoja niwaambie ninyi watumishi, mna nyanja zote mbili. Ninyi wenyewe ni kanisa, kwa maana ya kwamba ni bibi wa harusi, lakini wakati huo ninyi wenyewe ni walinzi, ni waangalizi wa bibi harusi. Kwa hiyo ninyi mna wajibu mara mbili. Mnapaswa kulinda bibi wa harusi, wakati huo pia mkijiandaa kuwa bibi harusi wanaosubiri kuchukuliwa na bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Paulo anatamani anapokuja bwana wa harusi ajitwalie bikra safi. Wapendwa watumishi wenzangu, kazi ya mtumishi si nyingine, ni kuandaa watu kwa Kristo, si kwa mafanikio binafsi, lakini kuandaa ili anapokuja Yesu mara ya pili, sisi na hao wengine tuisikie sauti ya Bwana ikisema, vema watumwa wema, mlikuwa waaminifu, mlikuwa na wivu kwa ajili yangu, mlifanya kazi yangu, mlitoili, mliumia, mlianguka na pikipiki, mlijikwaza, mlisumbuliwa, mlitukanwa, lakini mnaisikia sauti. Pamoja na hayo yote, karibuni katika ufalme wa Baba. Wanahitajika watu wenye wivu wa Bwana, ambao wao wenyewe watajiandaa kwa ajili ya Kristo, lakini wataandaa watu walio bikra safi kutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Wivu wa kumpendeza Mungu ni dalili ya upendo wa kweli kwa Kristo na kanisa lake. Wapendwa watumishi wenzangu, maana ya kuwa na wivu kwa ajili ya Bwana ni nini? Nimekuwa nikijiuliza sana, nikapata majibu machache, naomba nishare na ninyi kwamba wivu wa Bwana si hasira isiyo na mwelekeo. Si hasira isiyo na mwelekeo. Huo sio wivu wa Bwana. Kwamba sasa kwa kumekasirika, katukana watu wanaimba na midundo, afu aseme ndio sasa una wivu wa Bwana. Sio huo. Maana unaweza ukaenda Kibwetano ukatukana kabisa, afu leo nimeonyesha wivu wa Bwana. Sio huo. Huo ni wa kwako. Wa Bwana ni tofauti na huo. Wa Bwana toka rohoni, unakunyenyekeza kwanza wewe kabla hujapanda katika mimbali. Unakuumiza kwanza wewe, unaumia rohoni, na hayo ambayo anakuumiza ndio unaenda kuambukiza wale ambao Bwana yupatia kuwa walezi kwao. Lakini kama utakuwa ni sehemu tu ya marungu na haujaonyesha njia, huo sio wivu wa nani? Sio wivu wa Bwana, huo ni wa kwako. Bwana anatamani awe na wivu wa kwako, wewe na wivu wake, wivu ambao utakuwa na faida, wivu ambao utawaandaa watu kukutana na bwana harusi anapokuja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tunaposema wivu wa Bwana, tuna maana ya upendo wa dhati kwa Mungu. Upendo wa dhati kwa nani? Kwa Bwana. Huo ndio wivu. Yaani kama una upendo wa dhati kwa Bwana, wewe unaanza kuwa na dalili za kuwa na wivu kwa ajili ya Bwana. Tunaposema wivu kwa ajili ya Bwana, ni kujali utakatifu wa kazi ya Mungu. Ni kujali utakatifu wa kazi ya Mungu. Wapendwa watumishi wenzangu, kama tunafika mahali hatujali utakatifu wa kazi ya Mungu, bado hatujajua kwamba tunapaswa kuwa na wivu wa nani? Wa Bwana. Lazima tufike mahali tujali utakatifu wa kazi ambao Bwana ametuita kufanya. Kazi hii, niwaambie wapendwa watumishi wenzangu, ilipaswa ifanyike na malaika watakatifu, lakini Mungu ametuamini sisi wa dhambi tushughulike na wadhambi wenzetu. Kwa hiyo lazima tujitathmini namna gani sisi ambao ni watumishi tunajali utukufu wa kazi ya Mungu ambayo Bwana ameweka juu ya mabega yetu. Wakati fulani hata washiriki wanatushangaa, wanauliza, hivi na huyu ni mfanyakazi wa kanisa la Wasabato? Maana hatufanani na huduma ambayo tunaitoa. Wivu wa Bwana, ndugu zangu, ni kujali utakatifu wa kazi ya Mungu. Wivu wa Bwana ni kujitoa bila kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ule moto ndani ya moyo unaokufanya useme. Ule moto wa uhai ulio ndani yako unaokufanya useme. Huo ndio wivu wa Bwana. Hata kama hakuna anayejali,
wewe unakuwa tayari kusema. Hata kama hakuna anayeomba taarifa, wewe unakuwa tayari kutoa. Hata kama hakuna anayekuona kwa mnatembelea, wewe unakuwa tayari kutembelea. Yaani si lazima usukumwe, maana yake una kitu ndani yako, ndio wivu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kama nafika mahali mpaka usukumwe, maana yake hauna wivu wa Bwana, wa kazi ya Bwana ndani yako. Nimekuwa nikitafakari habari za mtu mmoja katika Biblia ambaye alionekana kuwa na wivu. Of course wako watatu, muda utoshi, lakini yupo huyu mmoja ambaye naweza nikakupitisha kitabu cha Hesabu sura 25. Utapitia sura hiyo. Hesabu sura 25 imemtaja mtu mmoja anaitwa Finehasi, ambaye alisimama kwa wivu kwa ajili ya utakatifu wa Bwana. Naye Bwana akaweza kumkumbuka. Na utakumbuka kwamba walikuwa wameingia katika uzinzi katika sura ile na Baal-peor. Na binti mmoja akawa amechukuliwa Midian akaletwa katika kambi. Tauni ikawa imeingia katika kambi. Zimri anatajwa, ambaye alikuwa na yule mwanamke ambaye anaitwa Kovin, ambao alikuja pale wakaingia katika dhambi. Na Zimri huyu alikuwa ni mmoja wa makuhani wa Israeli. Watu wa makuhani wakiwa katika hema ya kutania, yanaingia na binti huyu kahaba wa Kimidiani akiwa amechochewa na divai. Anaingia, anapita mbele tu ya takatifu. Anaenda. Finehasi mwana Eleazari, ambaye alikuwa ni kuhani mkuu, aliinuka kutoka katika kusanyiko, akachukua fumo, akamwendea Zimri, akaingia ndani ya hema nyuma yake, akawachoma wote wawili, yeye pamoja na yule muhuni wake, yule mpenzi wake, yule kahaba, na wote wawili wakafa. Utasoma kisa hicho vizuri na kifanyia tu samari sura 25. Sikiliza niwaambie ndugu zangu, Mungu anataka utakatifu na wajibikaji katika uongozi wa kiroho. Anataka utakatifu. Utakatifu na nini? Na nini ndugu zangu? Katika uongozi wa kiroho. Ndicho anachotaka, ni wivu wa Mungu anataka, uwajibikaji na utakatifu. Wakati mwingine toba ya kweli inahitaji hatua kali ili kuweza kuondoa uovu. Na utakumbuka kwamba kitabu cha Mathayo 5 kimeeleza hata Yesu mwenyewe alikuwa na wivu. Alipoenda kwenye hekalu, akakuta kuna watu wanauza hekaluni, wanachafua hekalu. Aliingia wivu wa Bwana. Akaumia kuona kwamba hekalu nafanywa ndivyo sivyo, na akafanya kitu cha kuwafukuza katika hekalu. Mpendwa, ngoja niwaambie, wanatakiwa leo akina Finehasi. Wanatakiwa akina Finehasi, Bwana Yesu asifiwe, watakaojihusisha katika kuifanya kazi ya Mungu. Watu watakaomuondolea Mungu wetu aibu. Watu watakaoheshimiwa na Mungu. Finehasi alipewa heshima mbele ya Israeli wote. Finehasi alizigeuza hasira za Mungu hata alipokuwa ametamani kuangamiza taifa lote. Finehasi alifanya akiwa na wivu wa Mungu. Anahitajika mtu leo ambaye atageuza hasira za Mungu kama za Finehasi. Inawezekana Wanamara mambo hayaendi, maana kuna watu wamekuwa kama Zimri. Kuna watu wamefanya dhambi. Labda kuna watu tumekula mpaka zaka, hata sadaka labda hatutoi. Inawezekana sisi viongozi. Anahitajika Finehasi leo ambaye atakuwa na wivu yeye mwenyewe ndani ya maisha yake. Alafu aanze kufanya matengenezo, maana matengenezo yanaanza na mimi mwenyewe nayeongea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo yaambukizwe kote. Anahitajika mtu mwenye wivu kama Finehasi. Kitabu cha Hesabu sura 25, naomba nisome mstari ule wa 12 na wa 13. Basi kwa hiyo sema, tazama nampa yeye agano langu na amani, tena kwake yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani wa milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake na kuwafanyia upatanisho wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Finehasi huyo alikuwa na wivu kwa ajili ya Bwana. Finehasi alizuia maangamizi ya Bwana. Aliona wivu kwa ajili ya Mungu. Finehasi alitenda kwa upendo. Wanahitajika wachungaji wenye wivu wa Bwana. Wanahitajika wahasibu wenye wivu wa Bwana. Wakuu wa shule wenye wivu wa Bwana. Wahazini wenye wivu wa Bwana. Makatibu muhtasari wenye wivu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wivu kwa ajili ya Bwana, Mungu alifanya agano naye. Natamani katika mikutano hii tufanye maagano na Bwana upya. Tufanye maagano na Bwana upya.
tunapomaliza mikutano hii chini ya kilima cha Balili, tuwe tumefanya maagano na Bwana. Atapokea amani ya ndani kama alivyofanya huyu Finiasi. Kubali kuwa Finiasi wa leo, Finiasi ambaye hataweza kusahaulika, maana alikuwa na wivu wa Bwana, na kupitia kwake Mungu alifanya upatanisho. Naomba sisi tuwe sehemu ya huyo. Lakini kajiuliza swali jingine kwamba Mungu anatafuta wafanyakazi wa namna gani? Nikagundua ya kwamba anatafuta wafanyakazi wenye wivu wa Bwana. Kuweza kuwa na wivu wa Bwana, kuna ambao wamejiingiza lakini wakavaa tai na makoti. Naongea na watu wanajiongelesha. Sio kila anayekemea dhambi haifanyi dhambi hiyo, bali wapo wanaokemea dhambi ili kwamba kuficha dhambi zao. Na wataalamu wa saikolojia wanasema kwamba yule ambaye anapenda kukemea dhambi nyingine, mara nyingi utakuta ana historia ya dhambi hiyo. Sisemi msikemee dhambi, lakini mimi nasema kwamba wivu wa nani? Wa Bwana. Sio kila anayekemea dhambi mpaka mioyo ikatetemeka kwamba huyo ana wivu wa nani? Wa Bwana. Yote mawili yaweza kufanyika. Yawezekana kemea tu kwenye mdomo wake, lakini ndani ya moyo sivyo alivyo. Tunatamani watu wenye wivu wa ndani, wanaoumia kutoka ndani, si wanaofanya maonyesho. Watu ambao watasimama bila kupinda kushoto wala kulia. Watasimama kama dira, iwe usiku iwe mchana, kumtetea Yesu Kristo. Sio kila anayekwambia anakupenda mdomoni anakupenda rohoni. Ni tofauti kabisa. Na ndio maana Waswahili wanasema kwamba katika msafara wa mamba hata kenge wanakuwemo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatamani watendakazi wenye wivu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamefurahia sana kitabu cha Ezekiel 22 mstari wa 30. Pale ambapo Ezekiel anasema kwamba nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Anatafutwa mtu ambaye atasimama kwa ajili ya Bwana, kuangalia palipobomoka kuna ufa sehemu gani, apatengeneze upya na mara conference isonge mbele. Na hawa lazima wawe wachungaji watendakazi wenye wivu wa Bwana, ambao atatafuta hivi panavuja wapi? Hivi shida iko wapi? Mbona hatutembei mwendo wa kasi? Mbona tunaenda mwendo tu wa taratibu? Na tafutwa watendakazi wenye wivu ambao watatafuta palipobomoka, palipo na shida, ili wote kwa pamoja tukarabati na tuandae watu kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu anatafuta wafanyakazi wasiolegea. Haleluya. Haleluya. Wachungaji wangu, Bwana anatafuta wachungaji wasiolegea. Anatafuta hao. Mara conference tuna bahati sana. Tuna wachungaji ambao wana nyuso za matumaini. Na hao ndio Bwana anatafuta, ambao hawalegei. Wanakwenda kwa kasi mpaka kinaeleweka. Bwana anatafuta wafanyakazi wasiofanya kazi kwa mazoea. Maana wakati fulani tumefanya kazi kwa mazoea. Tulikuwa tunafanya hivi zamani. Tulikuwa tunafanya hivi wakati wa kiongozi fulani. Mazoea hayafanyi kazi. Anatafuta watu ambao watafanya kazi kwa mazoea. Watafanya kwa sababu ana wivu wa nani? Wa Bwana. Wataenda na majira nyakati. Watagundua kwamba spidi ikoje. Wataenda kwa mwendo wa spidi iliyopo. Wakigundua kwamba hapa ni mipando, ni miteremko, wataenda kwa gia za namna hiyo, maana wana wivu wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Wafanyakazi waaminifu ambao hawahubiri tu kuwasukuma wengine, lakini wao wanakuwa namba moja. Watu ambao wao wenyewe si tatizo, bali wao ndio wanaondoa matatizo. Ambao wanatengeneza boma, wanajenga ukuta, wanaziba nyufa, wao wenyewe wakiwa daraja na wengine wanapita juu. Wivu wa Bwana hutufanya tufanye kazi bila kushangiliwa, tukijitoa kwa ajili ya utume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndugu zangu, napofikia mwisho nikajiuliza, hivi tunaweza kutambua dalili zozote za watu wenye wivu wa Bwana? Nikajiuliza kaswali haka, hivi unaweza kutambua kwa kuona tu hivi kwamba huyu ana wivu wa Bwana? Nikajichokoza, nikadhani ya kwamba inawezekana. Maana watu wenye wivu wa Bwana kwanza wanajali maombi. Kama wewe haujali maombi, na mahali unapoongoza maombi hayapo, mikutano ya Jumatano imekufa, ya ile ya Jumamosi imekufa, kuna mahali lazima tujitathmini.
Yawezekana tumepunguza, hatuna wivu wa Bwana. Maana wale ambao wanajali maombi wao binafsi, wanajali maombi katika familia, wanajali maombi katika makanisa, ni dalili ya kwamba wana wivu wa Bwana. Wanaoheshimu neno la Mungu, wanaliishi neno la Mungu, wanajikita katika neno, ambayo ndio kauli yetu ya mwaka huu, Integrated for Mission, kujikita katika neno. Mnafungamanishwa katika neno, halafu mnazama katika maandiko, grounded in the Bible. Kama tutafikia hatua ya kujikita katika maandiko, maana yake tuna wivu wa nani? Wa Bwana. Tutachota hazina humo, tutalisha washiriki wetu. Watu wanaoumia kuona kondoo wakipotea na wanalinda kondoo wasipotee. Watu ambao wako tayari kulipa gharama, muda wao, nguvu zao, mali zao, hao watu wanaonyesha wana wivu wa Bwana. Watu ambao wafanyi kazi kwa ajili ya sifa au maarufu, wana wivu wa Bwana. Watu ambao wana uchungu, wanapoona mambo yanaenda ndivyo sivyo, wanajitahidi kuyarekebisha, wana wivu na Bwana. Watu ambao wanasimamia ukweli bila kupindisha, wana wivu na Bwana. Watu ambao wanabidii katika huduma, wana wivu wa nani? Wa Bwana. Watu ambao wivu wao unawasukuma kuweza kumwondolea Mungu aibu, si kwa sababu ya kujionyesha, wana wivu na nani? Ya Bwana. Watu ambao wako tayari kurekebishwa na Mungu, wana wivu na Bwana. Na utakumbuka kama ilivyo, umefika muda tufanye matengenezo na uamsho. Umefika muda tuamue ya kwamba sasa ni kukimbia, si kutembea. Imefika muda wa kutosema tu mdomoni, tuingie kwenye vitendo halisi. Imefika muda tushindane kwa ajili ya Kristo. Huo ndio wivu wa Bwana. Unapoona mwenzako amefanya, hujafanya, unaumia, kwa nini sijafikia pale? Huo ndio wivu wa Bwana. Imefika wakati tuungane kama timu, tumwondolee Mungu wetu aibu. Huo ndio wivu wa Bwana. Anatafutwa mwanaume na mwanamke, mtumishi, mchungaji, mhasibu, sekretari, ambaye anasema mimi Baba nipatie wivu wa Bwana, ili kazi yako kupitia kwangu isonge mbele. Jioni ya leo nawatia moyo, tutafute wivu wa Bwana. Kwa maneno hayo, wangapi wanasema Baba tusaidie katika zamu hii tena tuwe na wivu wako na kazi yako isonge mbele. Kama mpo, nyosheni mikono, simameni tuweze kuomba. Na kwa maneno hayo tunatangaza ya kwamba mkutano huu wa tenda kazi kwa kipande cha Mara Conference umefunguliwa rasmi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ni msihi katibu wetu mkuu aje atuletee ombi linalofungua mikutano na linalofunga kipindi cha leo, na linalomkaribisha tuna Roho Mtakatifu kutembea nasi tukiwa na wivu kwa ajili ya Bwana katika miaka hii mitano. Isiwe mwaka huu tu, mpaka Yesu anapokuja tuwe na wivu na kazi yake. Karibu katibu. Tuombe. Baba yetu mwema mtakatifu, katika nyakati kama hizi, miisho ya mwaka uliopita, ulituleta katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutathmini kazi yako. Na kwa pendo lako kaenda nasi kwa mwaka mzima, ukitulinda na kututunza, ukitufadhili kila hatua ya maisha yetu, ukipitisha wema wako. Na hata tulipopewa ratiba ya kuja katika mikutano hii, wewe umehakikisha ya kwamba tumefika mahali hapa salama. Jina lako litukuzwe. Baba, umetuleta katika eneo hili ili tuketi kutafakari, kuitazama njia yetu mahali tulipopita, kuangalia mabonde na milima tuliyopanda, kuangalia uzoefu mgumu uliokwenda mbele yetu, lakini kusema asante kwa sababu ni wewe peke yake ndiye uliyetufanikisha katika safari yetu. Lakini Baba, wakati huo tutaangalia sehemu tuliyofanya sisi wenyewe. Tunakusihi kwa neno hili lililonenwa jioni ya leo, kwamba kila mmoja katika utumishi wetu basi apate wivu wa kazi yako. Baba, tunakusihi utusamehe mahali tulipopungua, kwamba katika mianzo hii mingine
unapotupatia neema yako tena, kwamba tufae kufanya kazi kwa mara nyingine tena. Baba, tunaomba utujalize wivu wako. Yule Roho wako mwema simame pamoja nasi, tena ashinde kwa kila hatua tutakayoiendea, ili mwisho wa siku watumishi wako katika jimbo hili la Mara wakurudishie utukufu. Jina lako liinuliwe, kanisa lako liinuliwe, conference hii inuliwe, washiriki wako wabarikiwe, na jina na utukufu wako vikakurudie wewe milele na milele. Baba, tunapopokea maneno haya na kuyatafakari kwa usiku wa leo, tunaomba tulize akili zetu, kwamba tutakapokutana tena asubuhi ya pambazuko la siku inayotukabili mbele yetu, Baba, tulete tukiwa wazima, tena ukatuketishe mahali hapa kusikia kazi yako. Neema yako itutoshe, kwa kuwa utambariki mnenaji wetu aliyenena nasi jioni hii, na kutubariki wote tuliosikia neno lako. Maana tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Jamani, mnasemaje kwa ajili ya neno jioni ya leo? Niombe nipitishe matangazo.